السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي بحمده يستفتح كل مقالة وبذكره يصدر كل خطاب وبفضله يتنعم أهل الجزاء والثواب وباسمه يشفى كل داء وبه تكشف كل غمة وبلاء وإليه ترفع الأيدي بالتضرع والدعاء في الشدة والرخاء وهو السامع لجميع الأصوات على اختلاف اللغات فله الحمد على ما أسدى وأولى وله الشكر على ما أنعم وأعطى. الصلاة والسلام على حبيبنا المصطفى ورسولنا المرتضى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه الكرام ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد. Ndugu zangu, baada ya kumshukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala na kumtakia rehma na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam pamoja na watu wake na masahaba wake kwa ujumla. Amina. Leo ni tarehe 19 mwezi wa 12 mwaka wetu huu wa 2025. Zimebaki takriban siku 9 ulifikia lile zoezi ambalo tumeanza kutangaziana takriban wiki 2. Na zoezi lenyewe ni zoezi la dua ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Unafungwa mwaka wa 2025 na unafunguliwa mwaka wa 2026. Nini maana ya kufunga mwaka na kufungua mwaka? Ni kwamba tunakwenda kumwelekea Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa dua maalumu, tukimuomba atufungie uadui tuliodumu nao mwaka 2025, uadui ambao ulitawala kwenye afya zetu, au yawezekana ulikuwa umetawala katika milango yetu ya mali au katika biashara zetu au kwenye ndoa zetu au mahusiano yetu kwa ujumla au katika milango yetu ya kazi, au ule uadui ambao umetawala kwenye nyanja zote zinazotaalaki na maisha. Kwa hiyo tarehe 28 tunakwenda kumlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala aufunge uadui huo kwa dua maalum. Lakini hiyo tarehe 28 ndio siku ambayo tutamlilia Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala tukimuomba atufungulie mafanikio ya mwaka 2026. Ayafungue mafanikio katika milango yetu ya afya. Kama ni wagonjwa, iwe ni sababu ya kutupa shifa, tupone. lakini atufungulie mafanikio katika milango yetu ya mali,
uchumi wetu utengemae, afungue mafanikio katika milango ya biashara, milango ya ndoa, milango ya kazi na nyanja nyingine zinazotaalaki na maisha. Kwa hiyo tarehe 28 pia ni siku ya kumwomba Allah atufungulie mafanikio ya mwaka 2026. Hii ndiyo maana ya kusema ni dua ya kufunga mwaka na kufungua mwaka. Na kuomba dua jamanini ni ibada. Kuomba dua ni ibada, na kuto kuomba dua kuna madhara makubwa. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema, ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni. Innal ladhina yastakbiruna an ibadati, hakika wale wanaofanya kibri unako ibada yangu, sayadkhuluna jahannama dakhirin, wataingia katika moto wa Jahannam wakaishi milele. Tazama aya hii, Mwenyezi Mungu ameanza vipi? Kaanza kwa kutoa amri, niombeni nitakujibuni, lakini mwisho akasema ukifanya kibri kunako ibada yake. Maanake kuomba ni ibada. Sasa ukifanya kibri ukawa hutaki kuomba, Mwenyezi Mungu atakutia katika moto wa Jahannam. Kwa nini anakuingiza motoni? Kwa sababu ukiufunga mlango wa kumwomba Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, utaufungua mlango mwingine wa kumwomba asiyekuwa Mungu. Sasa ukiufungua mlango wa kumwomba asiyekuwa Allah, utakuwa umetumbukia kwenye shirki, na tunaelezwa ashirku min a'dhamil kabair au min akbaril kabair. Shirki ni katika madhambi makubwa, na mtu yoyote akifa yuamshirikisha Allah Subhanahu wa Ta'ala, moja kwa moja mafikio yake ni motoni. Ndio maana ikawa kumwomba Mungu ni ibada, kwa sababu ukiufunga mlango wa kumwomba Mwenyezi Mungu, utaufungua mlango wa kumwomba asiyekuwa Mungu, na ukimwomba asiyekuwa Mungu umeangamia. Sasa tunalokwenda kulifanya tarehe 28 ni jambo zito, ni jambo kubwa, na ndio kawaida ya kituo hiki. Ukishiriki vizuri utafanikiwa tu. Hata kuna baadhi ya watu hupata wakanena, mbona tumekwenda sana kwenye dua, mbona mimi sijafanikiwa? Inategemea na ushiriki wako, namna gani ulishiriki. Na sisi hapa mbele, minna dua wa min Allahi al-ijaba, jukumu tulilobebeshwa sisi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala ni la kuomba dua. Mwenye masulia ya kujibu ni yeye Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, wala sio mimi tena. Kazi yangu mimi ni kutekeleza amri ya Allah, kukuombeeni dua, ndio jukumu tulobebeshwa na Mungu, lakini mwenye masulia ya kujibu ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ukishiriki vizuri bidhati alqalbi wa ikhlasi niyya, kwa dhati ya moyo na kwa utakaso wa nia, utafanikiwa. Na kama bado hujafanikiwa, endelea kufanya subra. Mwenyezi Mungu ndani ya Qur'ani anasema, ista'inu bis-sabri was-salati inna Allaha ma'as sabirin, ombeni msaada kwa Mwenyezi Mungu kwa kufanya subira na kuswali, hakika Mwenyezi Mungu yuko pamoja na wenye kufanya subira.
Kwa nini Mwenyezi Mungu anatutaka tuombe msaada kwa kufanya subira? Kwa nini? Kwa sababu anajua Allah kwenye kuomba unaweza ukacheleweshewa. Kama ingekuwa ukiomba ucheleweshewi, usingekuwa na maana yoyote kwa Mwenyezi Mungu kutuambia tuombe msaada kwa kufanya subira. Allah katutaka tuombe msaada kwa kufanya subira kwa sababu hutokea akachelewesha wakati mwingine. Sasa unapocheleweshewa usikate tamaa. Sio kwamba Allah hakusikii, na sio kwamba Allah hana mpango wa kukujibu. Anakujibu katika ule wakati unaofaa, wakati ambao utakuwa ni kheri kwako wewe. Sasa unapokata tamaa ukaacha kuomba, Mwenyezi Mungu anakasirika. Saidina Ali wakati anaifanyia ufafanuzi aya hii, ud'uni astajibu lakum, niombeni nitakujibuni, alisema maneno haya. Alisema ma kana Allahu liyaftaha ala abdihi baba duai wa yaghliqa anhu baba alijaba. Sio sifa ya Mwenyezi Mungu kumfungulia mja wake mlango wa kuomba halafu mlango wa majibu aufunge. Yeye mwenyewe kisha ufungua ule mlango wa kuomba, kasema ombeni. Sasa vipi aufunge mlango wa majibu? Hiyo sio sifa ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Maadhali ameufungua mlango wa maombi, basi hivyo hivyo mlango wa majibu upo wazi. Kwa hiyo ndugu zangu, tunalokwenda kulifanya tarehe 28, jambo kubwa, jambo zito. Sisi ni jukumu letu kushiriki vizuri ili tufanikiwe. Na kama ambavyo nimekuwa nikinena siku zote, Mwenyezi Mungu yawezekana amekujalieni neema. Yawezekana umejaliwa neema ya afya. Kama Mungu hakukujalia neema ya afya, huenda amekujalia neema ya mali. Hukujaliwa neema ya mali, huenda umejaliwa neema ya ndoa. Haukujaliwa neema ya ndoa, huenda umejaliwa neema ya kazi. Wapo waliojaliwa ndoa na watoto. Zote hizi ni neema. Neema hizi zikipotea huwa zinatafutwa kwa msaada wa dua. Na kama Mungu kakujalia moja miongoni mwa hizi neema nilizozitaja, basi neema hizi zinatakiwa zilindwe ili zisikupotee, zisikuondoke. Neema zinalindwa kwa dua. Usipolinda neema uliopewa na Allah kwa dua, lazima itachoropoka, na ikishachoropoka kuipata kwake ni shughuli. Hivi ndivyo ilivyo. Ndiyo maana Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, alaikum biqada'i alhawaiji bilkitmani fa inna kulla dhi ni'matin mahsude. Munapoomba kutatuliwa shida zenu, fanyeni siri, hakika kila mwenye neema huhusudiwa. Huwezi ukawa una neema alafu usihusudiwe. Na hasidi anaweza akakuhusudu na hapo hapo akakuendea kwa wachawi kwa ajili ya kukuroga ili kukuondolea hiyo neema. Sasa musilale ule usingizi wa kughafilika. Neema huwa inalindwa kama ipo, na kama haipo huwa inatafutwa kwa msaada wa dua. Kwa tunakuja hapa kulinda neema tulizopewa na Allah Subhanahu wa Ta'ala, lakini pia tunakuja hapa kuzitafuta zile neema zilizotupotea kwa msaada wa dua. Kwa mimi ninaamini ikiwa tutashiriki vyema tarehe 28 kwenye dua ya kufunga mwaka na kufungua mwaka, naamini kila mmoja anakwenda kupata matlaba yake mbele ya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tusemeni insha Allah. Tusemeni tena insha Allah. Dua hii wanawazuoni wameita kuwa ni dua ya mafundo 12 na ina milango 12.
Kwa nini? Kwa sababu mwaka una miezi 12. Kila mlango mmoja wa dua unashughulikia mwezi mmoja katika hiyo miezi 12 ya mwaka mzima. Lakini pia dua hii inaitwa mafundo 12 kwa sababu wachawi wanaporoga huwa wana kawaida ya kufunga. Yaani mchawi akishakuroga huwa anakufunga. Sasa wewe unayetaka kujirogoroa huwa unafanya kazi mara mbili. Kazi ya kwanza ni kuutoa ule uchawi, na kazi ya pili ni kuufungua ule uchawi. Ukiutoa ule uchawi bila ya kuufungua huwezi kufanikiwa. Kama ni mgonjwa huwezi kupona. Kama unayo matatizo upande wa maisha, mambo hayawezi kwenda sawia. Yaani wewe umeutoa ule uchawi ukawa haujaufungua. Uchawi unapotolewa lazima ufunguliwe. Ndiyo maana Ibn Qayyim al-Jawziyya rahimahullah alipokuwa anaelezea njia za kumsaidia mtu aliyesibiwa na uchawi, alisema cha kwanza kabisa, ikhrajuhu idha ulima makanuhu bitariqati almubahatu shar'a, ni kuutoa ule uchawi ukijulikanwa mahala ulipo, utolewe kwa njia za halali zinazokubalika kisheria. Ndio njia ya kwanza unapotaka kumsaidia mtu aliyerogwa, ule uchawi utolewe mahala ulipo, ikijulikanwa mahala ulipo. Sasa njia ya pili, ibtalu, ni kubatilisha. Sasa usifanye kazi, kwa sababu kuutoa tu sio kwamba ndio utaacha kuendelea kufanya kazi, utaendelea kufanya kazi. Njia ya pili sasa unatakiwa ubatilishe ule uchawi. Juzi nilikupeni kisa, na kisa hiki ni wake, kilitokea kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na kimenukuliwa katika Bukhari. Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwahi kurogwa, na alikuwa anarogwa Mtume ili iwe ni funzo kwetu sisi kujua hatari ya uchawi, lakini tunafundishwa pia namna ya kujirogoroa kupitia tukio hili. Mtume aliporogwa, fadhalla yashtaki ayaman, ikawa anashtakia maumivu kwa muda wa masiku mengi, hata jaahu Jibril alayhi salam, mpaka akaijiliwa na Jibril. Jibril alipofika akamwambia, ya Muhammadu, inna rajula min alyahudi saharaka wa aqada laka uqadan. E Muhammadi, hakika bwana mmoja wa Kiyahudi amekuroga na amekufunga mafundo. Pana mambo mawili yamefanyika hapa. Jambo la kwanza amerogwa, alafu jambo la pili amefungwa. Ni vitu viwili tofauti, kurogwa na kufungwa. Yaani mtu akishakuroga, kisha kutia uchawi, kisha ule uchawi nao pia unafanyiwa manuva. Ule uchawi unafanyiwa manuva ili ukijirogoroa upate shughuli mara mbili, kuutoa uchawi wenyewe lakini pia kuufungua ule uchawi wenyewe. Sasa Jibril yuamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, ya Muhammadu, inna rajula min alyahudi saharaka wa aqada laka uqadan, hakika bwana mmoja wa Kiyahudi amekuroga na amekufunga mafundo. Jibril akamwambia, uchawi uko katika Bi'ru Dharwani, kisima kinachoitwa Bi'ru Dharwani. Na katika riwaya nyingine inasadikiwa Jibril alayhi salamu alishuka na malaika wawili, mmoja akakaa kichwani kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam na mwingine akakaa miguuni kwa Mtume. Huyu malaika alokaa miguuni kwa Mtume ikawa yuwamuuliza yule malaika alokaa kichwani, unaona nini kwa Mtume? Yule anajibu, naona amerogwa. Man saharahu, nani aliyemroga? Saharahu Labid bin al-A'sam Yahudi,
amemroga bwana mmoja, jina lake anaitwa Labid ibn al-Asam, Yahudi huyu. Uchawi umewekwa wapi? Uchawi umewekwa fi bi'ri Dharwani, katika kisima cha Dharwani. Hii ni riwaya ya pili hii. Pamekuja asubuhi, Mtume sallallahu alaihi wasallam anawaagiza masahaba, wanakwenda mpaka katika kisima kile. Ndani ya kisima kulikuwa na maji, na yale maji yamebadilika rangi. Rangi imekuwa ni rangi kama mfano wa rangi ya hina hivi. Hiyo ni rangi ya uchawi hiyo. Pia kuna jiwe kubwa ndani ya kile kisima. Chini ya lile jiwe wakakuta hirizi ina mafundo 11. Inatolewa hirizi ina mafundo 11. Pamoja na kwamba hirizi imetolewa mle kisimani, Mtume bado anashtakia maumivu. Ndio maana nikakwambieni, kuutoa uchawi mahala ulipo haimaanishi ndio umemsaidia yule aliyerogwa, mpaka ule uchawi utenguliwe. Ni kama hii leo, ukimtapisha mtu akatapika uchawi, sio kwamba ndio amepona. Ule uchawi unatakiwa utenguliwe. Ukampa mtu dawa akaharisha ule uchawi, sio kwamba ndio kapona. Ule uchawi utenguliwe. Umempa dawa kavujwa sana na jasho jingi, dalili inaonyesha kwamba uchawi unatoka, si kwamba atapona yule, mpaka ule uchawi ubatilishwe. Ndio maana leo uchawi unatolewa kwenye kisima, lakini bado Mtume sallallahu alaihi wasallam anashtakia maumivu. Masahaba wakapeleka ile hilizi kwa Mtume yenye mafundo 11, imeambatanishwa na uchawi na nywele za Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume anautazama ule uchawi, ghafla anapokea maelekezo kutoka kwa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Unajua ni maelekezo gani anayapokea Mtume? Zinashuka sura 2 muawadhataini, qul a'udhu birabbil falaqi wa qul a'udhu birabbin nas. Sura moja ina aya 5 na sura nyingine ina aya 6. Ukijumlisha hizi aya unapata aya 11, na uchawi ulikuwa una mafundo 11. Hii inamaanisha nini? Kila aya moja ililifungua lile fundo moja la kichawi. Kwa hiyo uchawi huu ulitenguliwa, uchawi huu ulibatilishwa. Kilichoutengua uchawi ni Qur'ani. Sasa leo mtu anakuja kudharau Qur'ani. Qur'ani si jambo la kudharau. Qur'ani inabatilisha uchawi. Qur'ani inafungua mafundo ya kichawi. Qur'ani inawaangamiza mashaitani. Qur'ani inaondosha hasadi pamoja na vijicho. Qur'ani mahala penye giza inakuja kuweka nuru. Mahala ambapo pamekosa mvuto, Qur'ani inarejesha mvuto. Sura 2 zinashuka kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam zenye aya 11. Kila aya moja imelifungua fundo moja. Mafundo 11 yalipofunguka, hadithi inasema faqama an-nabiy sallallahu alaihi wasallam kaannaha nashata min aqal. Akasimama Mtume sallallahu alaihi wasallam akiwa mzima, kana kwamba hakuwa na maradhi. Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ndiyo Qur'ani. Hii ndiyo Qur'ani ambayo Mwenyezi Mungu anaisifu, anasema lau anzalna hadha alqur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashyati llah. Lau tungeiteremsha Qur'ani hii juu ya mlima, ungeuona mlima unanyenyekea, unapasuka pasuka vipande kwa kumwogopa Mwenyezi Mungu. Mwanawachuoni Ibnul Qayyim al-Jawziyya alipoisoma aya hii kwamba Qur'ani inaweza kufanya mlima ukanyenyekea,
Qur'ani inaweza ikaufanya mlima ukapasuka vipande. Alipoifuatilia aya hii Ibnul Qayyim al-Jawziyya rahimahullah akasema, kaifa tuqawimul adwaa kalama rabbil ardi was samaa, kaifa tuqawimul adwaa kalama rabbil ardi was samaa. Magonjwa, matatizo hivi yanawezaje kupambana na maneno ya Mwenyezi Mungu mlezi wa mbingu na ardhi? Alladhi law nazala ala aljibali la sadaaha, maneno ambayo lau yangeshuka juu ya mlima yangeupasua pasua. Au ala alardhi la qataaha, au yangeshuka juu ya ardhi yangeikatakata vipande. Sasa kama maneno haya yanapasua mlima, yanakatakata ardhi, hivi ugonjwa unaweza kubakia? Tunafeli sisi mahala padogo sana. Unakuwa huna imani na kile unachokifanya, kile unachokitumia, huna imani. Ukipoteza imani, umepoteza kila kitu, kwa sababu Mwenyezi Mungu anasema, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lilmu'minin. Tunaiteremsha hii Qur'ani ambayo ni ponyo na ni rehma kwa wanaoamini. Sasa inakuwaje Qur'ani ponyo kwako, itakuwaje rehma kwako hali ya kuwa wewe huamini? Ili iwe ni ponyo kwako, iwe ni rehma kwako, wewe watakiwa uamini. Hatuna yakini. Yakini ni jambo muhimu sana ili wewe uweze kufanikiwa mambo yako. Na mpaka akasema Ibnul Qayyim al-Jawziyya, man lam yashfihi al-Qur'an fala shafahu Allah. Asiyeamini kwamba Qur'ani inaweza kuponya mtu, huyo hawezi kuponywa na Mungu. Ikiwa wewe huamini Qur'ani kwamba inaweza ikakuponya, Mwenyezi Mungu hawezi kukuponya. Sasa nimeanza na utangulizi huu kwa sababu leo tulisema mje na majivu, lakini pia kuna kombe ambalo limeandaliwa, tutaelekezana. Hili kombe ndilo mnakwenda kuja nalo kesho kutwa Jumapili hapa kwa ajili ya kufanya jambo kubwa kabisa, tusemeni inshallah. Sasa hiyo ni Qur'ani. Unaposikia kombe ni Qur'ani, jivu ni viambajengo tu, ni kiambata ambacho kinaambatana na maneno ya Allah, ambapo kiambata hiki ili kifanye kazi vizuri lazima kipewe nguvu na maneno ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Na hii ndio imekuwa ni kawaida yetu tunapoelekea kwenye operation kubwa, kuna mambo huwa tunatangulia kuyafanya. Leo haya mambo kwa sababu yanafanyika bure, yanafanyika kwa vigezo nafuu kabisa, ndio maana watu wanaweza wasichukulie umuhimu. Lakini siku ya kikosekano haya, wallahi mtakwenda kuyatafuta kwa gharama kubwa, kwa sababu hakuna mtu anaweza akapoteza muda wake, yani mtu asacrifice muda wake kukufanyia jambo bure, kitu ambacho hakiwezekani. Kwa hiyo an-ni'matu la tu'rafu illa ba'da zawaliha. Kwa kawaida neema huwa haijulikani ila baada ya kuwa imeondoka. Jambo hili nyinyi mnaweza mkaona ni jambo la kawaida, lakini siku likitoweka kwenye uso huu, nyinyi mtalitafuta kwa gharama ya aina yote. Kwa hiyo maadha lilipo, wasitumieni fursa hii. Kwa hiyo leo mtapatiwa kombe hilo, tusemeni inshallah. Lakini kuelekea tarehe 28 tulisema lazima uwe na maandalizi fulani, lazima ujiandae, na kujiandaa kwenyewe unatakiwa upate mchanga, na mchanga huu tumeukusanya kutoka kwenye mihrabu 5, mihrabu 50 tabaan. Na mihrabu ni mahala ambapo kinapatikana kibla cha Waislamu, wanaelekea huko. Na Mtume anasema inna khaira almajalisi mastuqbila alqiblatu, hakika mkao uliokuwa bora ni ule ambao mtu amekaa hadi ya kuwa ameelekea kibla, ndio mkao uliokuwa bora. Kwa tukaona mchanga ule una khawasi nyingi sana unapotumika upande wa tiba, kama tunavyokwenda kufanya tarehe 28, tusemeni inshallah. Huo tunaugawa na umefanyiwa visomo.
Na nilisema kutumia malighafi ya mchanga kujinusuru dhidi ya uadui si jambo geni, ni jambo la julikana katika Uislamu. Mtume wakati yuhama Maka yuaenda Madina, nyumba yake ilipozingirwa na Makuraishi, Allah alimpa ilhamu achukue mchanga asome aya ya 9 katika surati Yasin, waja'alna min baini aydihim saddan wa min khalfihim saddan faaghshaynahum fahum la yubsirun. Mtume alifanya hivyo, anatoka na mwagia mchanga, wale mabwana hawamuoni Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kosa ni pale utakapoamini kwamba huu mchanga unasaidia. Wewe unatakiwa uamini anayesaidia ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na huu mchanga ni kiambata tu, kinapata nguvu na maneno ya nani? Kwa maneno ya Allah subhanahu wa ta'ala. Kama ilivyokuwa kwenye vita vya Badri, Mtume alipochukua mchanga akasema shahatil wujuhu, akaurusha ule mchanga kwa wale makafiri 1000, wakapigwa na maswahaba 313. Mchanga ni kiambata tu, na ndivyo walivyofanya katika vita vya Hunaini. Lakini pia Mtume, tena hadithi ya Ummul Mu'minin Aisha, hadithi katika Sahihi Muslim na Bukhari, Mtume alikuwa anatembea mate hiki kidole hiki, kisha anagandamiza kwenye mchanga, anampaka mwenye tatizo, anasema bismillahi turbatu ardhina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Anapaka mchanga ulioambatana na mate, anasema kwa jina la Mwenyezi Mungu, udongo wa ardhi yetu na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Kosa ni kuamini kwamba ule mchanga ndio unaosaidia, lakini wewe unatakiwa uamini anayesaidia ni nani? Kama ambavyo hii leo umekwenda hospitali umepewa mseto, ni kosa kuamini kwamba mseto ndio unaoponya. Anayeponya ni nani? Ni Allah. Ndivyo ilivyo. Vile vitu inakuwa ni sababu minal asbab, ni sababu miongoni mwa sababu. Kwa hiyo tunagawa malighafi ya mchanga kwa ajili ya maandalizi ya tarehe 28, lakini pia tunatoa zile kamba za kufungia mafundo na kufungua, zinatokana na shuka ambazo zimekaliwa zikafanyiwa visomo maalum. Sasa ukipatiwa vitu hivi, ule mchanga wako pamoja na kamba yako unakwenda kutia kwenye kijikopo, unafunga kile kikopo. Ukishafunga unakwenda kuchimbia mahala, unazika. Na tulisema hili ni zinguo. Mwanadamu kwa sababu katokana na udongo, asili yake ni ardhi, mazinguo pia ni vizuri yakarudishwa kwanza ardhini. Hii ni siri ya tiba hii, sio kila mmoja yuwafahamu hivyo. Mwenyezi Mungu anasema minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra. Kutokana na ardhi tumekuumbeni, na kwenye hiyo ardhi tutakurejesheni, na kwenye hiyo ardhi tutakutoeni. Ndivyo ambavyo huo mchanga tumeuchukua ardhini, na wewe tunakupa ukaurudisha ardhini, kisha utakuja kuutoa na utakuja nao hapa tarehe 28. Kuna baadhi ya matatizo mengine kuzinguliwa kwake lazima ifanyike hivyo. Sasa mimi nahofia kuna wengine hawatoweka siku 7 kwa sababu siku zimeisha, lakini ni muhimu. Kama utaweka siku 5, kama utaweka siku 4, ukiweka siku 3, kuna wengine hawatojaliwa hata kuweka, maanake kuna wengine ndio kwanza wanakuja siku hiyo. Lakini ni vizuri kufuata utaratibu. Sasa ukisha ulaza ardhini kwa muda wa siku 7, tarehe 28 ndio unakuja na mchanga wako, unakuja na kamba yako. Dua itasomwa milango 12. Kila mlango ukimalizika, wewe unapewa fursa ya kunuia. Unasema, Mwenyezi Mungu,
naelekea kwako katika siku njema hii na katika saa hii yenye baraka, na huenda ikawa ndiyo saa ya majibu ya dua yangu. Mwenyezi Mungu, sikusudii kufunga fundo la kamba hii. Kusudio langu ninaufunga uadui wa mwaka 2025 usiendelee mwaka 2026. Na ufunga uadui kwenye milango yangu ya afya, milango yangu ya mali, biashara zangu, kazi yangu, ndoa zangu. Unafunga lile fundo, kisha unatemea mate hiki kidole cha shahada, unakigandamiza kwenye ule mchanga ulioulaza ardhini siku 7. Kisha unanyanyua kile kidole kikiwa na mchanga ulioshikana na yale mate, unafunga lile, unapaka lile fundo la kwanza, unalipaka huku unasema bismillahi turbatu ardina biriqati ba'dina yushfa saqimuna biidhni rabbina. Kwa jina la Mwenyezi Mungu, udongo wa ardhi yetu na mate ya mmoja wetu humponya mgonjwa wetu kwa idhini ya Mola wetu. Unapaka. Dua itasoma mlango wa pili, utafunga fundo la pili, utatemea mate, utadanganyamiza kwenye mchanga, utapaka tena. Tutakwenda hivyo mpaka dua itamalizika milango 12, na wewe utakuwa umefunga mafundo 12 na umeyapaka mafundo 12. Itasomwa dua tena mlango wa kwanza, utafungua fundo la kwanza kwa kusema Mwenyezi Mungu, ninayafungua mafanikio ya mwaka 2026 na kuomba Mola wangu nifanikiwe kwenye afya, kwenye mali, kwenye biashara, kwenye ndoa, kwenye kazi. Utanuia hivyo. Utakwenda milango 12 itamalizika na mafundo yote 12 utakuwa umeyafungua. Mchanga utabaki na kamba utakuwa nayo. Kinachobakia sasa pale wewe ni kupata hii dawa inayoitwa mafundo 12. Inatokana na miti 12. Kila mti una sifa ya kubatilisha uchawi, kila mti una sifa ya kufungua mafundo ya kichawi, kila mti una sifa ya kubatilisha hasadi pamoja na vijicho. Kila mti una sifa ya kuwaangamiza mashaitani na kufungua mafundo yanayosababishwa na mashaitani. Tena ya hai dawa mafundo 12 ina uwezo wa kupambana hata na ule uchawi. Tunaambiwa uhriqa bin nari wa dhurra fil hawai. Uchawi ambao umechanganywa na vinasaba vyako na dawa za kichawi, ukachomwa, lile jivu lake likapeperushwa na upepo. Tena uchawi huu, wachawi huo wananuia kama ambavyo jivu hili haliwezi kuungana tena, ndivyo ilivyo afya ya fulani ibni fulani isije ikaungana, isije ikatengema, au biashara ya fulani isije ikaungana na kutengema. Hii inaitwa asihru uhriqa bin nari wa dhurra fil hawa. Ni uchawi unachanganywa na vinasaba vyako, dawa za kichawi, unachomwa, unaungua, lile jivu linapeperushwa kwenye hewa. Tena linaweza likapeperushiwa hata baharini. Lakini dawa ya mafundo 12 ni dawa muhimu sana kupambana na chawi ya aina hizi. Na kuna uchawi pia ambao unaambatanishwa na najisi, na kuna uchawi unaoambatanishwa na damu. Mafundo 12, dawa hii ina uwezo wa kwenda kupambana na vitu hivyo. Tarehe 28 unatakiwa uondoke hapa ukiwa na hiyo dawa. Utakuwa na mchanga wako, utakuwa na kamba yako, utakuwa na dawa yako. Unarudi nyumbani kwako, utatunza vile vitu, maanake tarehe 28 sio ndio mwaka unapinduka. Unavitunza vile vitu, madhali vimekushafanyiwa dua, vinangojea kulipuliwa tu. Tarehe 31 usiku, kama ni saa 5:55, uwe umekwisha tayarisha maji yako yanayotosha kuoga mwili mzima, umeyatayarisha.
weka mchanga wako kwenye hayo maji, iroweke kamba yako uliofunga na kufungua humo, kamba ulopaka mate na kuomba dua, weka humo. Kisha weka na dawa yako ya mafundo humo, kijiko chako kimoja. Kabla ya saa 6 kamili anza kunuia, na hapo sasa wewe unajitibia kwa kuvizia, kama ambavyo wachawi huwa wanawaroga watu kwa kuvizia, wewe unajitibu kwa kuvizia. Nuia, ikishagonga saa 6 kamili, yaambie matatizo ya mwaka 2025 bye bye, yakaribishe mafanikio ya mwaka 2026. Oga wakati huo. Kishamaliza kuoga, kama unalo jambo la kuendelea kufanya fanya, kama unakwenda kupumzika kulala, nenda kapumzike kalala. Ni jambo kubwa sana tunafanya kwa uhakika. Anayebakia mwenye kujibu ni nani? Ni Allah subhanahu wa ta'ala. Lakini sisi lazima tufanye kwa uhakika, tufanye kama taaluma inavyotuelekeza, tusaidiane mimi na nyinyi. Msaada wenu kwangu mimi nyinyi ni kushiriki vizuri tu, kuwa na imani, kuwa na yakini, fanya unavyoelekezwa, ndio msaada wenu kwangu mimi. Tukishiriki vizuri, matatizo haya yataondoka biidhnillahi tabaraka wa taala. Tusemeni amin. Amin. Tusemeni tena amin. Amin. Sasa leo hii tutafanya dua, kisha mtapewa fursa. Nilisahau tu kukuambieni mje na chupa kwa ajili ya kuchukulia kombe, na mwisho sasa ndio mtatoa maelekezo lile jivu na kombe. Kwanza lile jivu utalishika kwa mkono wako wa kulia. Hapa kuna maneno mimi nitakutamkisha. Baada ya hayo maneno utaupuliza mkono wenyewe bila kuukunjua. Upulize mkono wenyewe wenye jivu bila kuukunjua. Halafu tusome dua kuanzia mwanzo umekunja na lile jivu umelikunjia kwenye mkono, isomwe kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Dua ikishamalizika unapuliza tena ule mkono wako ukiwa umekunja. Kisha sasa unapatiwa lile kombe. Mimi nitakuelekeza unafanya nini, ambapo sasa jivu hilo na kombe hiyo pia utakuja nayo siku ya Jumapili. Tusemeni inshallah. Sasa jiweke vizuri. Kama ni jivu lako umelifunga kwenye karatasi ya nailoni, lishike kwa mkono wa kulia na ukunje hivi ili tunuizane, halafu tuingie kwenye dua. Fanyeni hivyo ili nianze kukunuizeni. Sheikh Ajmal hapa tuendeshe dua.